nimepata taarifa iliyotokea huko Tabora, kinachoendelea kwenye mchezo huu wa Tabora United pamoja na Young Africans wakiwa wanakutana kwenye viwanja vya Tabora. Bwana, kwa taarifa tu ambayo tumeipokea tukiwa hapa kwenye hizi studio za Wasamaria, hasa imenikuta mimi Profesa Mandela, nimeichukua kama jinsi ilivyo, lakini sikuweza kuihifadhi peke yangu kwenye moyo wangu. Ni lazima niitoe kwa Watanzania kilichotokea hivi punde kwa sasa hivi. Tukimzungumzia mkuu wa idara ya afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe huko Tabora, mpaka sasa hivi limetokea gumzo. Gumzo limekuwa kubwa. Tukumbuke kwamba mchezo ni kesho tarehe 2 ya mwezi huu wa 4. Kwenye hii Idi inakuwa ni chungu cha 3 nafikiri, kitu kama hicho. Lakini huyu mkuu wa idara wa habari wa Young Africans Ali Kamwe alitangulia kabla hata ya sikukuu. Nafikiri kama tarehe 29 alikuwa yuko kule Tabora kwa ajili ya kwenda kufanya hamasa ya hapa na pale, lakini kwa ajili ya kwenda kuzindua baadhi ya matawi yaliyoko kule Tabora. Hii ni kama kawaida yao Young Africans wanapoenda kucheza mahali, aidha kusafiri kwenda nje au ndani ya mkoa, ndani ya nchi ya Tanzania kwenda mikoa tofauti. Ni kawaida yao kutangulia kabla ya mechi kwa ajili ya kwenda kufanya hamasa, lakini pia kwa ajili ya kwenda kuwatangazia wananchi ambao wapo kwenye vilabu vingine, kuwashawishi kuweza kuingia kwenye klabu ya Young Africans. Hii ni kawaida yao. Lakini sasa kwa taarifa mbaya ambayo imetusikitisha Watanzania kiujumla, nafikiri binafsi nimesikitika sana baada ya kusikia hiyo taarifa kwa msemaji wa Tabora Christina Mwagara. Christina Mwagara ni msemaji wa Tabora United, akitoa taarifa kwa umma kiujumla kwamba Ali Kamwe ameweza kumtusi mkuu wa mkoa wa Tabora. Jina lake nitaliweka hadharani, lakini utambue hilo kwamba ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Ali Kamwe kaweza kumtusi. Sababu za kumtusi mkuu wa mkoa wa Tabora ni kwamba kwa nini atoe wanasema ahadi ya kuwafanya Tabora wapate morali kwa uwezo kuwafunga Young Africans ya siku ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 4 2025. Kwa hiyo kisa cha Ali Kamwe kumtusi mkuu wa mkoa wa Tabora ni kwa nini anashiriki kwenye masuala ya kimichezo wakati yeye ni kiongozi ambaye nafasi yake ni kuweza kusimamia mkoa na kuangalia usalama wa wananchi katika mkoa huo husika wa Tabora. Mkuu wa mkoa ameweza kukutana na wachezaji wa Tabora United siku ya jana tarehe 1 kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao mawili matatu kabla ya kuelekea kwenye mchezo kati ya Young Africans na wao siku ya tarehe 2. Baada ya kukutana nao, mkuu wa mkoa nafikiri kwamba alitoaga ahadi kwenye mchezo wa Simba na Tabora. Nafikiri wewe mwana michezo ambayo mpenzi wa michezo, hii kitu unaikumbuka kwamba mkuu wa mkoa alitoa ahadi ya milioni 50 kwa ajili ya kuweza kuwapa nguvu wachezaji wake walioko ndani ya mkoa wake. Kwamba alitoa milioni 50 ahadi kwa Simba kwamba endapo wakimfunga Simba basi watapewa hicho kiasi cha milioni 50 kama wachezaji waweze kugawana ili kuweza kupata morali kwa ajili ya mechi zingine ambazo zinazokuja. Lakini sasa kwa hii hapa walipochemka wachezaji wa Tabora, nafikiri kwamba jana sasa ameweza kukutana tena kwa sababu wanakiwasha tarehe 2 hapo dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo mkuu wa mkoa kaona kwamba ni vema pia kuweza kukutana nao wachezaji ili tena kuweza kutoa ahadi ya shilingi milioni 50 aka plus milioni 10 imekuwa milioni 60. Ahadi hiyo alivyotoa tu basi nafikiri
msemaji wa Young Africans bwana Ally Kamwe akainoti hiyo mitandaoni, na yeye pia kwa sababu bado yuko ndani ya kufanya hamasa kwenye huo mkoa wa Tabora, alivyo inoti basi kwenye mikutano yao ya hamasa akatoa kauli ambayo binafsi sio nzuri sana, lakini pia nitakwambia kwa nini ile kauli kwa Ally Kamwe ilikuwa ina nguvu kubwa. Kwa sababu Ally Kamwe kauli ambayo kaitoa ni kwamba ninasikitisha na nimeona kwamba kuna mtu fulani ambaye amekaa na wachezaji na lile shati lake la ubatizo, nimemuona kiongozi fulani ambayo amekaa na wachezaji wa Tabora na lile shati lake alilovaa ni shati la ubatizo, akiwalisha sumu wachezaji wa Tabora. Kwa hiyo kauli ya kusema kwamba kamuona kiongozi fulani amekaa na wachezaji wa Tabora amevaa shati la ubatizo, nafikiri kwamba hiyo kauli imeweza kumfikia Christina Mwagara ambaye ni msemaji wa Tabora United, imemtachi sana kutoka moyoni kwamba kwa nini kiongozi wetu ambaye anaiwakilisha Tabora kama ni mkuu wa mkoa, ni kofia ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msemaji mdogo wa Young Africans Ally Kamwe anamdharau na kumtusi matusi ya kejeli, matusi ambayo ya mafumbo. Ni kwa nini kwamba yeye asiendelee kufanya kazi zake za hamasa kama msemaji? Kwa nini anajiingiza kwenye kuwatusi viongozi wakubwa? Alafu hii sio mara ya kwanza na wala sio mara ya pili. Nafikiri tukumbuke kwamba mwezi huu uliopita, mwezi wa 3, Ally Shabani Kamwe aliponea chupu kuweza kufungiwa nafikiri miaka 2, lakini kamati ya masaa 72 nafikiri mpaka sasa hawakuweza kutoa majibu sahihi. Kwa nini mpaka sasa Ally Kamwe hakufungiwa na au kasamehewa, au yani hawakuweza kusema chochote kama mpaka sasa hivi Ally Kamwe ile kauli ya wao walioitoa mwanzo kwamba watamfungia Ally Kamwe kutokana kwamba na mistake alizozifanya mahali. Sasa mimi natoa angalizo kwa viongozi wote ambao wana mapenzi na hizi klabu tofauti. Ukiwa kiongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi ninakusihi ukijiingiza kwenye masuala ya michezo, tambua umeshaingia kwenye masuala ya ujali, utani. Masuala ya michezo, ukishajiingiza kwenye masuala ya michezo, basi kubali pia na kutaniwa. Ukijiona wewe hupendi masiara kwenye hasa hii michezo, basi jaribu kukaa pembeni. Mimi nafikiri kwamba si Ally Kamwe tu ambacho alichokitamka hiki, lakini tambua kwenye mitandao yote ya kijamii viongozi wanaothubutu kujiingiza na masuala ya michezo mara nyingi sana huwa wanaambulia matusi tena makubwa ya nguoni. Kwa hiyo mimi natoa angalizo kwa viongozi wote ambao wameneemeka, wamepata bahati kuvishwa kofia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wajiepushe, ambao hawana moyo wa uvumilivu, wajiepushe na masuala ya kuingilia michezo. Wao wabaki kwenye siasa, wasijiingize kwenye michezo. Huko kwenye michezo kuna masuala ya utani. Sasa kama wewe utajiingiza, wewe ni mwanasiasa na ni kiongozi mkubwa, either wa mkoa, wa wilaya, au wa kata, au wa kijiji, wewe ni kiongozi ambao unawamiliki watu fulani, hakikisha kwamba kama hauna moyo wa kuweza kuvumilia komenti za mashabiki, lakini pia maneno ya wasemaji wa vilabu, kwa sababu msemaji wa kilabu kazi yake kwamba ni kuweza kufanya hamasa na kuisemea klabu yake, lakini pia na kuilinda na kuitetea klabu yake pale inapokuwa na changamoto. Lakini masuala ya kutoa maneno makali, hiyo ni kawaida ya michezo. Kila msemaji ana namna ya kuweza kuzungumza ili mradi tu kwamba kuweza kufanya hamasa. Kwa hiyo
kwa mantiki hiyo, kwa maneno aliyosema Christine Mwagala kama msemaji wa Tabora, na kama hili likichukuliwa na TFF na mamlaka husika ya michezo, kwamba likichukuliwa lilivyo kiukweli, basi mtaweza kuwafungia wasemaji wengi sana kwenye vilabu tofauti tofauti hapa nchini Tanzania, kwa sababu inafikia hatua wewe kiongozi unapojiingiza kwenye masuala ya michezo, basi kubali kukosolewa, kubali kusemwa vibaya, kubali kusemwa chochote. Ni lazima ukubali, kwa sababu tayari umeshajiingiza kwenye idara ya michezo, umeshajiingiza kwenye ushabiki, kwenye ushabiki wa mpira wa miguu. Mimi ninawaomba kama Profesa Mandela ambaye mnanifuatilia kupitia hii channel ya Wasamaria TV, ninawaomba sana viongozi wa namna hiyo. Nafikiri kwamba mmetoka kuona kwenye sakata la dabi ya Kariakoo mpaka leo bado linaendelea, kutokana kwamba kuna baadhi ya viongozi wanaingilia mamlaka ya mpira wa miguu ambaye hawana moyo wala uvumilivu. Wanaona kama ni kitu ambacho cha kawaida. Masuala ya siasa ukialeta kwenye mpira, tambua ni vitu vile tofauti. Ni lazima ukosane either na wasemaji, ukosane either na wachezaji, ukosane either na mashabiki, wanachama, ukosane na kamati ambazo za idara ya mpira wa miguu kwenye vilabu tofauti tofauti. Masuala ya siasa yapeleke huko kwenye vyama. Masuala ya siasa yapelekeni kwenye vyama, msiyaingize kwenye mpira wa miguu. Mtajikuta kwamba mamlaka yenu mliokuwa nayo ya kuongoza nchi hii ya Tanzania, idara tofauti tofauti, mwisho wa siku mnatumia nguvu kuwanyong'onyesha hawa watu wa chini ambao huenda kwamba wanasimamia michezo, wanasimamia furaha za watu, wanasimamia maslahi ya watu, wanasimamia pia wanasimamia na kulinda furaha za watu walizokuwa nazo. Michezo imechukua 75% kwenye nchi yetu ya Tanzania kuweza wananchi kufurahi. Kwa hiyo furaha zile zinalindwa na wasemaji, furaha zile zinalindwa na waandishi wa habari, zile furaha zinalindwa pia na viongozi wa vilabu. Kwa hiyo wewe kiongozi ukichukua sasa mandhari, wewe umeshika mpini, ni kiongozi wa idara fulani, ni kiongozi wa sehemu fulani, unachukua nguvu kubwa kuweza kumwadhibu either msemaji au afisa habari, kiukweli mnafanya makosa makubwa sana. Masuala ya siasa yabaki kwenye vyama vya siasa. Masuala ya michezo basi yabaki kwenye idara za kimichezo, kwa sababu hata kwenye michezo pia kuna rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia. Huku kuna idara, kuna wakurugenzi, kuna meneja, kuna idara zote zimetimia. Wewe kiongozi unatoka kwenye kiti chako cha kuwa mkuu wa mkoa, unakuja unaingilia idara ya michezo, huna kifua, unakosolewa kidogo tu basi unaanza kuleta taharuki. Ninafikiri mpaka sasa hivi mkuu wa mkoa bado hajasema chochote kuhusu kauli ya Alikamwe, hajamsema vibaya. Nafikiri kwamba watu wamenukuu vibaya. Zile ni hamasa tu na kuleta chachandu kwenye mkoa wa Tabora, ili mradi kwamba watu waweze kufika kwa wingi hiyo siku ya tarehe 2. Nafikiri mechi itachezwa saa 10 jioni, lakini pia tukiwa tunasubiri kesho hiyo jioni saa 1 Simba akikiwasha huko Misri. Nafikiri kwa taarifa hii tu wa Tanzania, ninaomba tu share comment yako. Tushare comment yako kwamba viongozi wa serikali kwa nini safari hii wanapenda sana kuingilia michezo ambayo wao sio idara yao, na tukijua huku pia kuna viongozi kuanzia rais mpaka ngazi ya chini wapo kwa viongozi. Nini kinachowafanya mpaka waingilie kati masuala ya michezo wakati wao hawana vifua? Nafikiri lazima tupoze koo kidogo. Kwa hiyo unaendelea kunifuatilia Profesa Mandela, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Wasamaria TV.
lakini kushare na kucomment hapo chini. Nini maoni yako kuhusu viongozi hawa ambao hawana vifua, wanajiingiza kwenye idara ya michezo? Ni mimi Profesa Mandela nikitokea hapa wa Samaria TV, lakini nyuma ya kamera